Siku moja marafiki wawili walikuwa wanatembea pamoja jangwani. Walipofika njiani katika safari yao, wakaanza kugombana. Na ghafla mmoja akampiga mwenzake kofi usoni. Yule aliyepigwa kofi aliumia na bila kusema neno, aliandika kwenye mchanga. Leo rafiki wa karibu amenipiga kofi usoni. Waliendelea kutembea mpaka walipofika kwenye chemichemi ya maji. Hapo wakaamua kuoga ghafla. Tena, yule aliyepigwa kofi wakati ule, aliporomoka kwenye matope na akaanza kuzama. Lakini rafiki yake akamwokoa. Baada ya kupona kutoka kwenye hatari ya kuzama, aliandika juu ya jiwe. Leo rafiki yangu wa karibu, ameokoa maisha yangu. Yule rafiki aliyempiga kofi na baadaye akamwokoa. Akamuuliza, baada ya kukupiga kofi, uliandika kwenye mchanga na sasa umeandika juu ya jiwe. Kwa nini? Yule rafiki yake akamjibu, tunapoumizwa na mtu, tunapaswa kuandika kwenye mchanga, ambapo upepo wa msamaha ukipita, unaweza kufuta. Lakini mtu anapofanya jambo njema kwetu, tunapaswa kuandika kwenye jiwe, ambapo hakuna upepo unaweza kufuta. Fundisho: maisha ni safari ya makosa na msaada. Samehe kwa wepesi, lakini kumbuka wema milele. Ikiwa unapenda movies nzuri za kibongo za Kiswahili, tembelea chaneli ya Silent Wolf.